Ona kwa macho ya nje, hapana, ni zaidi ya mambo yale tunayaona. Maana wale ambaye ni wagonjwa ni wengi, wale ambaye wamekunjwa na shetani ni wengi, wale wamelaaniwa ni wengi, wale ambaye wamenenewa kwa vinywa, kama vile ambavyo tulisoma Ezekiel 11 ya kwamba wale ambaye wazee 25 wanakaa kwenye junction za barabara wakisema ya kwamba watu hawa hawatafanikiwa, ndio wengi juu ya maisha yetu na juu ya mioyo ya watu wengi. Na sisi ndio Mungu anahitaji ya kwamba tuna uwezo wa kusimama katika pengo ya kusema, Mungu tutumie katika majira haya. Mungu tunaomba haya mafuta yatusaidie, yatufungulishie milango ya kwamba katika bingu la tatu tukilitaja jina lako, mambo makubwa yanafanyika kwa maisha yangu na kwa maisha ya wale ambaye wanaamini jina la Bwana. Bwana inuliwe. Kwa hivyo sisi siku hii ya leo ni chaguo tumefanya ya kwamba tunataka kumtumikia Bwana, ni kumpenda, tumempenda. Mungu tuko tayari kulipa gharama. Tusaidie Bwana, na haya mafuta yatusaidie kulipa zile gharama za injili. Sema amen. Tujikane. Kila mmoja ajikane. Na mambo mengine ambayo tuliongea Jumapili ni kuhusu habari ya damu za ukoo. Ibrahimu, Mungu anamwambia katika Genesis 12 ya kwamba Ibrahimu, toka ndani ya watu wenu. Kwa kina Ibrahimu walikuwa waabudu sanamu, walikuwa wanaabudu miungu ya kigeni. Na hiyo ni kusema haijalishi kwenye kulikuwa na misingi ya aina gani, we unaweza ukajitengea Mungu. Ibrahimu Mungu alimpatia nafasi ya kufanya chaguo. Ibrahimu Mungu akumwambia sasa nataka kukushika nikutoe nikupeleke. Alimwambia wewe ndio nataka ufanye maamuzi ya kutoka ndani ya watu wenu, na ukifanya hivyo mimi nitaenda kukubarikia huko mbele. Ni kwa sababu umetii sauti yangu, ya kwamba haujui mahali unaenda, lakini umetii sauti yangu na unajua ukiwa kwa mikono yangu uko salama. Sema amen. Watu wengi hata tumewekewa vikwazo. Katika Wagalatia 3:13 wewe unasema nini? Ya kwamba wengi tumeshikwa na sheria. Na Yesu alikuja akaagikwa msalabani. Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu ya mambo yote ambayo tulishikwa kwa sheria. Sheria ni kumaanisha nini? Ukikata mahindi na shoka kwa shamba utakufa. Hiyo si ni sheria? Nani aliweka? Wewe unaamini utakufa? Watu wa Western. Ukikata mahindi na shoka utafanya nini? Kakuile. Si hivyo ndio unaambiwa? Hiyo ni sheria iliwekwa. Lakini Yesu anasema kwa maneno ya sheria, zile laana ambazo ziliwekwa kwa maneno ya sheria, ukifanya hiki utapatwa na hiki, ukifanya hivi utashikwa na chira. Chira ni nini wauluya? Ile unakonda tu peke yako. Chira. Si mnajua? Sasa mnashangaa hii apostol alijulia hii maneno wapi? Yaani unaanzia tu kukonda, unakaa kama umekula nylon. Maisha yako yanaanzia tu kukonda. Yaani mambo uliambiwa ukifanya hivi kitatendeka hivi. Hayo ni mambo ya sheria. Na Biblia inasema Yesu walikati alikuja kwa maneno ya sheria ndiposa aliagikwa msalabani. Maana kila mmoja aliyeagikwa ilimaanisha kwamba amelaaniwa na yale maneno ya sheria. Sasa wakati tunaangalia msalaba wa Yesu, mtu atakwambia ukifanya hili. Na nashukuru sana kwa sababu ya dada Catherine. Apigiwe makofi mazuri katika jina la Yesu. Dada Catherine alikuja hapa na akatuambia, mimi sitaki kufanya mila zenye huwa zinafanywa kule kwetu nyumbani. Ati lazima ukienda kujenga sijui utolewe kwa nyumba ya baba yako, sijui upelekwa wapi. Mimi nataka mafuta ya hii madhabahu niende nayo kwetu, iweke mipaka ya nyumba yangu. Hiyo mambo mengine ya sheria sitafuata. Na hiyo ni sheria ambazo ziliwekwa. Na ukiamini kwa hii damu ya mwanakondoo, watajaribu, watasema huyu mtu ataanzia kung'oka nywele. Wagoje wakati huo mwingine utaenda kutembea kwao, waliwacha ukiwa na nywele ya kugwara hivi, maana zilikuwa inakaa kama inzi. Sasa wanakuta nywele yako inakaa kama ya muhindi, imeanzia kurefuka na imeanzia kuwa laini. Wakifikiria vile sheria zinasema huyu mtu nywele zake zitaanzia kung'oka,
Ni kwa sababu ameruka sheria ambazo ziliwekwa, na hiyo ndio kitu ambacho Yesu amekuja kuondoa. Na tusiwe na hofu ya kwamba yale mambo ambayo walisema ukienda huko Ingo ati sasa lazima unyolewe Jordan. Inaitwa Jordan ama kama anaitwa nani huyu wa kung fu, yule anaitwa master. Unanyolewa mpaka hakuna kanywele kanapatikana. Hizo ni sheria ambazo zimewekwa. Hadi sasa tunatarajia ukienda matanga nywele hakuna, ukienda matanga nywele hakuna. Kaa na nywele zako, maana hizo ni sheria wameweka. Na wakati unatumikia hizo sheria, unatumikia miungu ya mababu zako, ambayo tunasema ni lazima tung'olewe ndani ya hiyo miungu ya mababu zetu. Maana hata wakiweka hizo sheria hazikuwekwa wakiwa upande wa Mungu. Waliweka sheria ambazo zinasaisai miungu yao. Na sasa sisi tunaenda kutumikishwa kwa hiyo miungu. Sema amen. Haleluya. Na hizo vitu ndio mara nyingi zinasababisha mnakutwa na kisirani inawafuata. Nashukuru sana kwa sababu ya Emily. Emily sijui alitupiaka story fulani na my wife. Najua Emily tulijuana, na mimi nashukuru sana. Hii neema hata mkisema ni ya uongo ni ya ukweli. Hata mkisema ni ya uongo ni ya. Si tulienda na my wife siku hiyo, Emily hata hakuwa mshirika hapa. Na kwa nini hujawahi tupee hiyo ushuhuda Emily yenyewe? Anajipanga. Alikuwa tu anaishi tu hapa na akiwa mgeni, na wakati mmoja akatumana twende kwake na my wife. Ile mambo aliniambia hata nikashangaa sana. Na saa hii leo ndio ninamuona ni mtumishi wa Bwana. Apigiwe makofi mazuri katika jina la Yesu. Maana hizi vitu nyingi ni kwa sababu ya hizo sheria. Unaenda kufuata sheria ambayo wewe unaambiwa mambo machache, lakini ujuagi kina ya hayo maneno unaambiwa ni nini. Wewe ukiambiwa kwamba sheria ilisema unyoe, wewe unajua kunyoa inamaanisha nini? Sema amen. Haleluya. Na hiyo ndiyo mambo ambayo leo hii tunataka hii mafuta ituvunjie ndira. Hizo ni vifungo ambazo tulifungwa ndani yake. Mungu akamwambia Ibrahimu, sasa wewe ndio utafanya chaguo, toka ndani ya hawa watu wenu ili niende nikakubariki. Kuna watu hapa kwa sababu mumefunga zile zinaitwa nini? Shanga. Ni shanga ama inaitwa nini hapa? Shanga ni hapa. Hii hapa inaitwa bado shanga. Ati mnadanganywa. Na wengine bado mmefunga watoto wenu. Wewe pastor umenifunga hiyo kitu kwa kiuno. Ati unafunga kakamba hapa. Tukiuliza ni kanini tunaambiwa ati hapa ndiyo iwe na shape. Kwani sisi hatuna shape? Unaonaje? Mkikuyu kwani hana shape? Ati mnataka kudanganya ati hiyo kakamba kakifungwa hapa, ati ndio hapa itatengana na hapa isifanane. Bwana inuliwe. Hayo ni mambo ambayo ulikuta yakifanywa, na wewe ukaingia ndani yake, ukaanzia kufungua mlango wa miungu ya watu wenu kwako. Sema amen. Na vitu zikaanzia kuja zinakusumbua. Na unaona mpaka tunyanya toa miaka 50, na ukiuliza wale ambayo walikutangulia wanakuuliza unaona sura kama nini, wanakuambia huyo ni gogo. Huyo ni gogo. Kwani wewe hutaki gogo akutembelee? Unauliza gogo na mimi sikumpata, anatokea wapi kwa ndoto zangu? Ni maana umefungwa nira pamoja na watu wenu. Umefungwa vifungo pamoja na watu wenu. Na ndiposa tunasema sisi hatutakaa katika ndira za watu wetu. Hatutakaa katika vifungo vya watu wetu. Sema amen. Mtumishi wa Mungu George wakati alikuwa anakuja hapa, alikuja na wasiwasi sana. Maana alikuwa anakimbishwa na Ondeto, anaitaka Ondeto, Reggio Maria. Na hawa watu wa Reggio Maria na mimi hatupeleka naye kutoka zamani. Hata watu wa Musambwa, wa bumbumbum wananijuaga. Mimi hata kama sikuwa ninajijua. Wakati nilikuwa majani mingi, walikuwa nakuja kwa church yangu ambayo nilikuwa nayo, wanazunguka wakiita jina yangu. Mpaka washirika wanauliza kwa nini hawa watu wanatoka kwa kanisa yao wanakuja kuzunguka wakipiga mandarama wakiitaka Hosea. Mpaka watu wanauliza hawa watu wanakurogaga, nawaambia mimi urogi niogopeshi. Wacha wazunguke warudi kwao. Kumbe hawa watu bado wanakuwa na macho
ya kuona huyu mtu anaenda mbali, na huyu mtu tukimuachilia ataharibu madhabahu yetu. Na tunatangaza kwa neema ya Bwana tutakanyanga hayo madhabahu katika jina takatifu la Yesu. Kwa neema ya kutiwa mafuta tutakanyanga hayo madhabahu. Watakuwa wanashangaa wakigojea mambo yafanyike kwetu, wanaona tunazidi kuinuliwa na Bwana. Wanaona tu badala ya kuchakaa tunapata utukufu mpya kila siku katika jina takatifu la Yesu. Haleluya. Mungu akamwambia Ibrahimu, kubali kutoka ndani ya watu wenu ili niende nikakubariki. Na hilo jambo mimi sichukulia ikuwa ni rahisi. Mungu mwenyewe akikwambia ati siweze nikakubarikia hapa Home Center, lazima uende Naka. Hiyo ni kitu inamaanisha sana. Kama Mungu ndiyo muumba wa vitu vyote, kwa nini Fureria inizuilie? Kwa nini hata kwake anasema Fureria, hapa uwezi ukapata baraka zako? Na ni wakati mwingine unaona apostle anakuwa na ufunuo. Huwa ninasema kila wakati, kama baraka zako haziko hapa, hatukuhitaji kwa hili kanisa. Enda mahali baraka zako ziko. Maana wakati mwingi sio wachungaji wengi wanaweza omba maombi kama yale. Kila pasa anataka washirika waongezeke, kanisa lionekane limejaa. Lakini ukweli ni kwamba kwa makanisa mengi ambaye yamejaa, watu wengi wanasononeka wakiwa huko, maana hawako kwa nafasi zao. Maana kama we uko hapa na baraka zako haziko hapa, unapoteza wakati. Sema amen. Na ndiposa hata Mungu aliangalia Ibrahimu, akaona katika yale mazingara ako ndani yake, licha ya kwamba anampenda, licha ya kwamba anataka kutumika kwake, lazima kuwe na maamuzi ya Ibrahimu mwenyewe ya kusema ndio, Mungu nimekubali. Na hebu nisikilize, katika hiyo mambo Genesis 12, Ibrahimu alifanya makosa moja, akabeba Luti, mtoto wa mjomba. Kwa nini? Ni kwa sababu anataka mtu mmoja wakenda akipiga mshene na yeye. Kwa nini usitoke wewe peke yako? Kwa nini usikubali kutoka? Hata marafiki inabidi upoteze wakati unafanya maamuzi ya kutoka. Na Biblia inasema Mungu akanyamazia Ibrahimu. Na haijanakiri alimnyamazia miaka mingapi, lakini ukikadiria kulingana na neno la Bwana, sio miaka 10, hata yawezekana sio 20 alimnyamazia. Maana Biblia inasema wakati walipoenda, mali zao zikaongezeka, ng'ombe zikaongezeka, ngamia ikaongezeka, mbuzi zikaongezeka, mpaka mahali ya malisho pakawe ya kwamba sasa wanafinyana, wameanzia ugomvi kwa sababu ya malisho. Kwa hivyo ng'ombe kuongezeka ni miaka ngapi hivi? Maybe walikuwa na kila mtu ng'ombe 200. Sasa ndipoza ile area kama ya Fureria ndio kuwe na ng'ombe ambazo nyasi ya Fureria hazitosheleki mpaka wanaanzia kupigana. Pengine zilikuwa zimejumuika mara 3. Hiyo ni kama miaka 20 ama miaka 30 ambaye Ibrahimu Mungu alimunyamazia. Si kwamba Mungu amemkataa, lakini kwa sababu amefanya hatua moja ya kutoka, lakini akatoka na mtu mwingine ambaye Mungu hakumuhitaji. Hebu nisikilize mtu wa Mungu. Wakati unafanya maamuzi ya kumfuata Mungu, ni wewe Kimani, sio sisi, sio kanisa, ni wewe unafanya maamuzi ya kutoka kwenda kumtumikia Mungu. Ni mimi nimefanya maamuzi. Mimi nilifanya maamuzi. Na mimi nawaambia nilifanya maamuzi kesha moja, ilikuwa ni kesha. Hiyo mkesho, huwa ninawaambia, tulikuwa bado vijana. Kuna vijana wawili ambaye saa hii hawako kwa makaburini. Ni kwa sababu ile barabara walirudi wakaja wakabadilika kwa yale maamuzi. Hao ndio walikuwa wananivutia. Leo hii tunaomba ya kwamba tukienda kuruseti tusivutie watu alafu turudi nyuma. Tunakataa hiyo roho katika jina la Yesu. Hao ndio walinivutia kwa Injili. Moja alikuwa na hubirigi na Kiswahili, moja na karimani na Kikuyu. Nilikuwa napenda hiyo mambo sana kule kijijini. Na nikawa nikiambia Mungu, nataka kuokoka kama hawa vijana. Na wacha nikwambie, hata usiombe kufanana na mimi. Una uwezo wa kufanyika zaidi ya mimi. Mungu amekuumba ukiwa mtu special. Hauwezi ukafanana na Kimani. Hata ukitamani, neema unaweza chukua kutoka kwangu, lakini ambia Bwana niongezee hata zaidi ya mtumishi wako. Sema amen. So mimi nilikuwa naambia Mungu, natamani kufanana na hawa vijana. Hiyo ndio ilikuwa maombi yangu. So tunaenda kesho na wao,
tunaenda mikutano ya crusade vile tunafanya open air tunafanya pale, ninafurahia vile wanafanya, lakini siku moja nikafanya maamuzi nikaokoka. Lakini yale maamuzi pia yalikuwa kama ya Ibrahimu. Nimeokoka lakini nimechukuana na watu kwa imani ambaye hata sio wa Mungu. Wana sura na mfano wa Mungu lakini hawana Mungu. Sema amen. Hata ukitamani mtu lazima umjue in and out. Usiseme ya kwamba tunataka kukaa kama Hosea. Pengine Hosea analalaga akilia usiku kucha. Na wewe hapo unashinda, wewe baba, naomba nifanane na Kemani Hosea. Na pengine mimi nalala tu na kaanika jibu. Mpaka kuna kucha. Sisemi ninaliaga, ni nani ananipiga mimi silia. Na ile kulia ilikuwa ya zamani, nilimaliziwa kupitia kwa maombi ya ukombozi. Sema amen. So hawa vijana walikuwa sio wacha Mungu, walikuwa na mfano wa Mungu lakini hawakuwa wacha Mungu. Lakini kwa sababu ya kile walifanya kilikuwa kinanivutia, na baadaye nikarudi nikaokoka, tukawa tunafuatana na wao kwa mikutano na mikesho. Lakini siku moja tulipoenda kwa mkesho, ilikuwa sehemu inaitwa Kamundu. Tulipoenda kwa mkesho, tulienda tukiwa vijana 4, mimi na kijana mwingine anaitwa Njogona, na wao wawili ambao walikuwa tunawafuata. Sisi tulikuwa tunawafuata. Na mimi ninaomba hii kanisa isifuatwe na njia hiyo. Tufuatwe katika uteua, tufuatwe katika utakatifu. Tukuweko leo, tukuweko miaka 20, hata miaka 30, mpaka wakati tutatosheka na maisha hapa duniani. So tukafuatana na wale vijana. Tulipofika mahali tulikuwa tunaenda kupewa chakula, kwa sababu ni kwa kijiji kilikuwa kinatuegemea, ama kijiji kiko ng'ambo ya pili. Tulipofika kule, tulifika around saa 2 ya usiku. Tukakuta kuna mahali tulikuwa tumeandaliwa kula chakula, tukapelekwa. Na baadaye nadhani sisi ndio tulikuwa tumefika kama tumechelewa, wale wengine walikuwa wametangulia mbele. Baadaye tulipopewa chakula, hao vijana 2 tulikuwa tunawafuata, tukakuta mabinti 2 huko kwa hiyo boma. So hao ndio walitupea vyakula, na imagine hao wote hawako hai, mpaka wale mabinti hawako hai, hawa vijana 2 hawako hai. Na nipoza, ukifanya maamuzi ya kumfuata Yesu, chunga sana kurudi nyuma kila wakati, maana hata Mungu atakuadhibu. Mungu anaweza kukunyamazisha kabla ya wakati wako, sio shetani. Bible inasema ya kwamba katika Methali 16 mstari wa 3 ama wa 4 tuliona ya kwamba Mungu amefanya mambo yote, na hata watu waovu ni kwa sababu ya siku hili anatamani mambo maovu yafanywe. Hata Mungu anafanya mambo mabaya. Katika Waibrania 12 mstari wa 6 inasema tusizimie moyo wakati tunakemewa na Mungu, maana Mungu huwa anaturudi kama vile mzazi huwa anarudi mtoto wake. Na mzazi mzuri ni yule mwenye anaonya mtoto asiwe na tabia mbaya. Na wengine huwa ninasikia watoto wao wakionywa hapa kanisani hawataki. Na mzazi mzuri ni yule ambaye huwa anaonya mtoto wake atembee na njia zile ambazo zinapendeza. So wale vijana wakatuambia, sasa nyinyi endageni kesha. Wakabaki na wale wasichana 2. Na walipobaki tukakaa, na hao ndio mchungaji alikuwa anagojea waongoze mkutano. Tukakaa mpaka saa 4. Mkutano sasa ilikuwa yaanzia kesha hapo around saa 4. Pastor akakuja, maana alikuwa anaona tukienda sisi hata hatakuwa washirika sana kwa hiyo kanisa. Hawa ndio walikuwa natuvutia, lakini already nilikuwa nimeokoka. Na mimi nilikuwa nimemwambia Mungu, siku ile nitaokoka, Mungu ninataka mimi nitembee na wokovu wa kweli. Mimi sitaki kwenda nikirudi nyuma, hapana. Nilikuwa nimeshafanya hiyo maamuzi kitambo. Na wakati sasa tulienda, pastor akakuja akatuuliza, na hawa vijana wale ambao walikuwa waongoze mkutano fulani na fulani, mmewaacha wapi? Tukamwambia tumewaacha kwa nyumba mahali tulikuwa tunapewa chakula, na wakati tulikula wakatuambia tukujage. Pastor alisema wamepatwa na anguko. Haya ndio maneno ambayo pastor alitangaza. Na akasema wakikuja kwa ibada sitawaruhusu, nitawafukuza warudi mahali wametoka. Na wakati tulikaa, ibada ikachaguliwa mtu mwingine akaanzia kuongoza, na ilipofika saa 6 ndio walikuwa wanakuja. Pastor alipowaonea tu pale kwa mlango aliwaambia, nyinyi ibada ikiendelea, nyinyi mahali mmetoka mrudi, na msiwahi waona kwa hili kanisa langu tena. Na wakati pastor alimaliza kuhubiri, nilienda pale kwa kona ya darasa, maana wakati wetu tulikuwa tunasomea kwa madarasa ya shule. Nikapiga magoti pale, nikabadilisha nia
ya maombi yangu, ya kwamba Mungu, nataka kufanana na hawa. Nikaambia Yesu, ninatubu kwa maombi ya kutojua. Katika Waroma 8:25 huwa inasema ya kwamba Roho wa Bwana huwa anatusaidia kuomba, maana hatujui jinsi ya kuomba. Hatujui kuomba. Unaweza kuwa unaomba miss, yaani yale maombi yako unaona umeng'eng'ana, lakini kumbe unaomba visivyo. Nikaambia Bwana, ninatubia dhambi zangu sasa. Nimejisongesha kwako nikiwa kimani. Sasa sitaki mtu mwingine. Nimesonga kwako nikiwa kimani, na ninatubia dhambi za kujiunganisha na watu waliye na mfano wako, lakini hawana Mungu ndani ya mioyo yao. Na nikalia sana kwa hiyo kona, na nikafanya maagano na Mungu ya kwamba sitawahi tamani kufanana na awaye yote hapa duniani. Mungu, nitengeneze nikiwa chombo chako cha dhamana. Situmpigie Yesu makofi mazuri katika jina la Yesu. Na wakati tunaongea kuhusu habari ya kutiwa mafuta, haya mafuta yanahitaji watu ambao wako na mtiririko, watu ambao wana mfululizo wa yale maagano ambayo umefanya na Mungu, ya kwamba leo upo, kesho upo. Watu hata dhambi zikiongezeka duniani, we bado umechagua kutembea na Mungu. Bado umechagua kutembea na Mungu. Umekubali kuheshimisha jina la Bwana. So nikabadilisha maombi yangu. Na wacha niwaambie, kutoka tangia siku hiyo mpaka leo, mimi sijawahi rudi nyuma kwa imani. Ninafuata Mungu usiku na mchana. Hiyo ni miaka 30 tunaongea sasa huko nyuma. Ninafuata Mungu usiku na mchana. Ninamuandama Bwana. Na nipoza wale ambao wanataka kumfuata huyu Mungu kwa utumishi, sio jambo tu la kusema, hapana. Sio kuitwa tu pastor, hapana. Ni maamuzi ambayo ulifanya ya kumfuata Mungu. Aidha kunaweza kuwa na mvua. Mvua ni kusema kuna mambo mengi yanakunyeshea ambayo ni mazito, bado unamchagua Yesu. Aidha kuna jua, bado umemchagua Yesu. Aidha watu wanasema wewe ni mjinga, bado umemchagua Yesu. Nilipofungua kanisa kule Kambi ya Moto, wakati mmoja tulipata kanisa kule Kambi ya Moto, na wacha lile tuko nalo. Kanisa langu la kwanza lilikuwa Kambi ya Moto. Kuna majira nilikuwa na kanisa Kambi ya Moto. Nikakuta wachungaji wa Kambi ya Moto ni wale ambao wanajua kujichanganya sawa sawa. My wife anajua hiyo maneno. Mpaka kama ni mpasa wa hili kanisa, ako kwa hii church kupitia kwa mtoto. Mpaka ukiangalia mnasema huyu mtoto anakaa pastor wa hii kanisa. Na ni ukweli, si ati ni maneno ya kuwekelewa, ni mtoto wake. So walikuwa wachungaji wa aina ile. Na wakati mmoja wachungaji watatu wakanijia. Wakaniambia, pastor, kuja tukusaidie. Nikaenda nikawakaribia, maana nilikuwa mgeni. Wakaniambia, tumesikiliza injili yako, na tunataka kukuambia hii mji ukihubiri injili ya aina hii hutapata washirika. Nikawauliza, kwani injili ya huku inahubiri yako aje? Wakaniambia, wacha ujinga. Tigolimo. Huku utahubiri injili tu, uache watu wote wakuje tu venye wanataka, alafu utapata washirika. Nikamwambia beta tusome watu 5, lakini tunakaribisha nguvu za Mungu katika ibada. Haleluya. Afadhali muwe washirika 5, lakini mkikusanyika Mungu anashiriki na nyinyi, kuliko tuwe wengi lakini bingu limefungwa. Yaani tumekuja tu kwa mfano wa kanisa, lakini Mungu hayuko pamoja na sisi. Na ninaongea hivyo ni kwa sababu ya mafuta. Ni kwa sababu hiyo mafuta yanahitaji watu ambao wana mtiririko, watu ambao wanataka kumfuata Mungu katika mfululizo, ya kwamba Mungu, ninaomba haya mafuta yakija kwa kichwa changu, Bwana nisaidie hata katika madhaifu yangu. Na nipoza tukiomba nilikuwa nasema, Bwana chukua yote kwangu, nipe yote kwako Bwana. Maana kama mwanadamu sio rahisi, lakini Mungu ukikubali kuchukua vyote ambavyo ni madhaifu yangu, unipe uwezo kutoka kwako, nina uwezo wa kusimama. Situmshangilie Baba wa mbinguni kwa makofi mazuri. Mimi na wewe tuna uwezo wa kusimama. Tuna uwezo wa kuandama kusudi la Bwana, na hayo ndio mapenzi ya Mungu wetu. Na wacha nikwambie, hapo ndipo tutakuwa suluhu, na sio yule wa Tanzania. Tutakuwa suluhu. Tutasababisha mambo, tutawazawazisha mambo. Neno suluhu ni kuzawazisha mambo. Sema amen. Haleluya. Tukikuta wagonjwa wataenda nyumbani kama wamepona. Tukikuta ambao wamelemaa, ulemavu wao unapotea. Tukikuta watu wadhaifu wanatiwa nguvu na Bwana. Tukikuta masikini wanatajirishwa na huyu Mungu wetu.
Tukikuta watu wamekataliwa, wanaenda nyumbani na kibali, maana tumefanyika kuwa suluhu ya maisha ya watu wengine. Na hayo ndio matamanio ya aposto kwa kila mshirika wa haya madhabahu. Sema amen. Ufanyike jawabu. Mimi nifanyike jawabu. Sio tu aposto, sisi zote tufanyike jawabu. Tukubali kujitenga, watu wa Mungu. Ndio wakati mwingine unaanzia kwa kung'eng'ana. Na mara nyingi huwa tunahubiri si ya kwamba sisi tumefanyika watakatifu ati mara moja pa. Hapana. Huwa ninawaambia hata wakati mwingine, wakati nilikuwa nimeokoka nikiwa tu mara ya kwanza, maana nilikuwa ninatumiaga SCM, sigara ya SCM. Nilipookoka mara ya kwanza, niliendaga mahali kulikuwa na hospitali pale kunaitwa nini? Mogotio. Na nikasikia tu ni kama nimeshikwa na kakiu kidogo hivi. Nikasema juu hii area watu hawanijui, siwacha tu niingie hapa. Kuna madam alikuwa anaitwa Shido, alikuwa anauza kioska, ninunue SCM 2. Alafu nijipige ndani ya Karabat. Nipige pafu 2 angalau. Kichwa nisikie kama imekuja sawa. Na shetani nikaongo, kanashawishiki mtu na unajikuta umeingia kwa mtego. Na nikaona inafaa. Nikaenda kwa Shido, nikiangalia kama kuna mtu ananijua. Nikaitisha SCM 2 na kiberiti. Na kulikuwa na Karabat ilikuwa imemea manyasi, nikaenda na nikakaa chini ya ile Karabat nimefunikwa na manyasi. Wakati nilienda kuchukua tu ile sigara kuenda kuipeleka hivi, nikasikia nimeitwa. Na mimi ninaomba Mungu awaongeleshe waziwazi. Anakukumbusha wewe, kumbuka kuna mafuta iko juu yako. Unaachilia sigara hapo, unaendelea na safari katika jina takatifu la Yesu. Hivyo ndivyo mimi nilifanya. Wakati tu nimeenda kuchukua sigara niweke hapa hivi, nikasikia Kemani, hata kama wanadamu hawakuoni, ninakusisia nesa. Niliweka kibiriti hapo na sigara zangu hapo, nikatokea kama mtu hakuna kitu nimefanya. Nadhani hata mwenye alienda hapo anavuta sigara, kwanza alitangulia kuangalia left right. Kashindwa ni nani huyu anaweza wacha vitu vya dhamana vya dunia namna hii. Nikatoka polepole. Maana hiyo dhamana ndio Mungu anahitaji kwa kila mmoja. Natangaza kwa neema ya Bwana, hiyo ndiyo dhamana. Hata dhambi ikikuotea, unaponyoka kama Yusufu katikati ya hiyo dhambi ambayo ilikuwa inakuotea. Maana kuna sauti inakwambia ya kwamba hii sio nafasi yako, hii sio nafasi yako, hii sio nafasi yako. Kuna mafuta ya Bwana ambaye yametiwa juu yako. Bwana anakuongelesha na unatokea katika ile dhambi. Ukisema ni kana kwamba haukuwa umetaka kunaswa, unatoka kwa nguvu za Bwana. Na hiyo ndio maombi yangu siku hii ya leo katika jina takatifu la Yesu. Sio kusema ya kwamba tuliokoka tu pap. Hapana. Ni kila siku unachongewa na neno la Bwana. Ni kila wakati Bwana anakuwekea ukuta, anakuwinda. Siwache hiyo neema ambayo iko na baba yenu hata nyinyi iwaandame katika jina la Yesu. Huwa ninawaambia, nikupatia mfano ambao unaweza elewa ya mwisho ili tuombe kwa sababu ya time. Wakati nilipokuja hapa Freria, Mungu wakati aliniambia huduma yangu imeisha mahali nilikuwa. Nilipokuja Freria, nilijaribu kufanya maamuzi ya mwanadamu wa kawaida. Maana sikujua nifanye nini, sikuwa najiamini mimi mwenyewe, sikuwa ninaamini ninaweza kuwa hata jina ya pastor sikuwa nataka. Jina bishop, apostle sikuwa nataka kusikia hiyo majina. Na nikafanya makosa moja. Na nipoza nataka kukuambia huyu Mungu ambaye ni wa apostle atakuandama kama mimi ningesema amen. Na akikuandama unakubali kurejelea. Maana wakati mwingine utajikuta kwa trap ya shetani, lakini huyu Mungu atakusaidia. Atakuwa anakusaidia. Natangaza tena, atakuwa anakusaidia. Sema amen. Sikujua nifanye nini. Na baadaye nikakutana na pastor mmoja, tulikuwa tunaenda na yeye Molo. Nikienda Molo, yeye alikuwa anaenda kanisa lingine la Karismata, lilikuwa huko Molo. Kwa hivyo mara nyingi masaa yetu ilikuwa tunakutana, tunaingia gari moja, tunasafiri na yeye. Mimi ninashuka chini kidogo, yeye alikuwa anapanda juu kidogo kwangu. Alafu wakati mwingine jioni tunarudi tena pamoja. Sasa nikakuta akaniambia, pana nilifungua huduma na sasa ninataka uje tushirikiane na wewe. Na kwa sababu sikuwa ninajua nifanye nini, nikajikuta tumeingiana na yeye. Watu ambaye ni wa kanisa la kule
kule pipeline. Kama uko hapa simama juu. Simama tu juu. Mlikuja Fureria muda gani? Sorry? Karibu miezi ngapi? Huyo ni mmoja, apigiwe makofi mazuri. Nikafunga kanisa la Pipeline kwa sababu nimejiunga na mtu hapa Fureria. Sikiliza Pastor George, wewe ndio pastor. Mnapenda kuambiliwa mambo mengi matamu matamu. Sitaongea kama wanasiasa wanatuambilia mambo matamu, lakini hakuna. Alikuwa ameniambia mambo mengi mazuri. Hao walikuwa washirika wangu kule Pipeline. Nikafunga kanisa la Pipeline. Nikawaambia watakuwa wanakuja Fureria mpaka kanisa hili likue. Hebu ona mtu mjinga. Unaacha kanisa liko na washirika, huyu mwenye anakuambia ameregister ministry unaungana na yeye, hata ana washirika, wewe ndio uko na washirika. Tukafunga kanisa la Pipeline. Walikuja karibu miezi mitatu hapa Fureria. Every Sunday. Wanakuja hapa mpaka kanisa hili likapata washirika. Ndio baadaye wao wakarudi huko. Sikiliza. Na wakati Mungu hayo mambo hayakupendeza Mungu, hapo ndio huwa ninawaambia, nilijiona kwa podium kama hii na ilikuwa ni nyeusi huku pande ya mbele. Nikiwa nimeinama hapa, uwezi niona hata ukiwa mshirika. Nikaona nimeinama hapa, nimechuchumia hapa chini. Alafu hapa kulikuwa na mtu mrefu hata kuniliko hivi. Nilikuwa namuona kwa maono. Sasa nimeletewa maono na Mungu. Ndio ninakwambia huyu Mungu atakuwa anakulinda na atakuwa hata anakuelekeza wakati haujui uelekee wapi. Tumpigie Yesu makofi mazuri. Nikaona mtu mrefu ako hapa na mimi nimechuchumia hapa. Alafu nikasikia nikiitwa Kemani. Nikaangalia, nikijaribu kuchungulia hata hapa ndani, ninaona hakuna mshirika ananiona. Nani huyu ananiita Kemani? Nikaitwa mara ya 3. Nikaitika kimoyomoyo. Nikasema niko hapa. Niliambiwa haya maneno machache sana. Huyo mtu mwenyewe unataka watu wamuone, sisi hatumuone. Lakini wewe ukiwa umechuchumia hapa kupitia kwa neema ya mafuta, utakuwa unamulikwa mahali huko. Utakuwa unamulikwa. Haya mafuta yatakuwa yanakumulika. Yatakuwa yanakwambia hebu angalia mahali ulipo, hapa kufai. Sema amen. Na wakati niliambiwa hivyo nikasimama, nikatetemeka sana. Maana nilipoamuka sasa nikakuta nilikuwa naona kanisa limejaa, lakini nikastukia huyu mtu amedisappear. Sasa ni mimi nimebaki hapa. Asubuhi kulipokucha nikaambia my wife, nimekamatwa tena. Ambia neighbor, utakuwa unakamatwa mara mingi na haya mafuta. Yanakurejesha kwa njia za Mungu. Tumpigie Yesu makofi mazuri. Nikamwambia my wife nimekamatwa tena. Akaniambia ni nini? Nikamuelezea na nikampea tafsiri. Nikamwambia tulipatwa na anguko, maana tumeshikamana na mtu ambaye hana Mungu na hata hajulikani mbinguni. Hiyo ndio hatari. Hata haya makanisa unaona, huyo ni mtu ambaye ameregister ministry, lakini hata bingu halimujui, halimtambui, hata hakuna mahali anajulikana mbinguni. Na wewe ndio umemfuata, hata wewe ni mshirika wa huyo pastor na hajulikani mbinguni. Wewe unaona mwisho wako utamalizia wapi? Tumuombe Mungu sana atusaidie. Hata kila mmoja afunguliwe macho yake ya ndani. Na huwa ninawaambia Mungu akufungue, akuonyeshe kana kwamba unastahili kuwa kwa hii altar. Na akikuonyesha ustahili, ndokalie maregu. Usikule, hata usipoteze wakati. Tafuta mahali kuna baraka zako. Hayo sitakosa kuambia kila wakati. Lakini ukijua Mungu ako hapa na una kusudi la Mungu mahali hapa, muandame huyo Mungu. Sasa my wife akaniuliza tufanye nini? Nilirudi tu kama Ezekiel nikamulilia Bwana kwa ukuta. Nikamwambia Mungu, juu huyu ni rafiki yangu na tumeenda naye muda mrefu na sitaki tukosane, wewe tengeneza barabara ya vile tutaachana. Na wakati mwingine ni vizuri usianzie kuinukia mtu, usianzie kupiga mtu. Omba tu kwa Mungu. Ukijikuta mahali kwa mtego, omba tu, mwambie Mungu, nimejua hapa niko sio mahali pazuri, lakini Mungu, kwa sababu sitaki disaster, nitafutie barabara ya kutoka mahali hapa. Na waambiaga Sunday moja, hata sijui mama kanisa siku moja ndiye atatuambia, Jumi sikutaka kujua ni nini huyo jamaa aliwaambia, hata sikuwaulizaga mpaka wa leo. Sijawahi uliza huyu mtu wakati alikuja kwenyu aliwaambiaje. Sunday moja tu akania hata hari simama wewe. Acha na maneno yako hari simama. Hari apigiwe makofi mazuri katika jina la Yesu.
Hari tumelala na yeye na baba Pita. Wewe hari ulilalaga pale kweli tukilinda mabati ama wewe ukulala? Mara 3. Apigwe makofi mazuri. Keti chini katika jina la Yesu. Wewe nawaambia mimi sihubiri injili ya kasheshe. Hapana. Hari wakati tulikuwa tunajenga hiyo kanisa, mimi na yeye na mzee mwingine alikuwa anaitwa Baba Pita. Si ndio tulikuwa tunalala hapo kama watchman. Na nipoza nyinyi vijana mnaona mnalala huko, msione kama mnateswa. Mimi apostle nilikuwa pastor. Na sasa huyo mtu tulikuwa tumemuinua kuwa bishop wetu. Mpaka mimi mwenyewe nilikuwa naenda kulalisha mabati ya kujenga kanisa. Tunawakisha taa hii ya glasi. Tunaiweka hapa mbele. Alafu tunalala hapa. Tunangorota kabisa juu hata ikiwa hapa uwezi jua kama hawa watu wako on ama hawako on. Tunalala mpaka asubuhi. Hata hari alilala siku 3. Kwa hilo kanisa ninawaambia kuhusu habari yake. Nikaambia Mungu, tumeanguka kwa mtego. Na sasa Mungu ninataka unitafutie barabara ya kutoka. Mungu hapo ndio sasa aliambia yule mchungaji aende huko. Aende ashiriki na wale wa pipeline na mimi nikabaki hapa Fureria. Na wakati alienda, sijui aliwaambia ni mimi hata sikuuliza maana nilijua kila kitu yenye inafanyika. Sikuuliza ni nini aliwafanya. Maana alienda akahubiri, hao wazee wa kanisa wakanipigia simu, wakaniambia tunakutaka siku ya ushirika Wednesday ukuje hapa pipeline. Na nilipofika pipeline, mmoja anaitwa Mama Serandi alisimama akasema wewe ukiwa kiwete na bila uwete, wewe ndio baba yetu, hatutaki baba mwingine. Na mimi nikamwambia mumesema na iwe hivyo, na tukaendelea. Nikatoka kwa ule mtego maana nilikuwa nashindwa nitawatoa aje. Na mimi ndio nimewaleta. Nitaambiaje hawa watu huyu tena ni mtu mbaya? Hata leo sikuuliza huyu jamaa alipokuja aliwafanyia nini? Maana already nilikuwa nimehudumiwa. Hauko kwa nafasi ambaye Mungu anataka. Na mimi ninaomba kupitia kwa haya mafuta, Mungu atakuwa na kulinda usiku na mchana. Hata ukienda kutoweka kwa njia za Bwana, ninaomba neema ya kukuregesha katika jina takatifu la Yesu. Mpaka utoshe kusudi la Bwana ambalo amekusudia. Na akabaki rafiki yangu, hatukukosana. Uzuri wa Mungu ni hiyo. Uzuri wa Mungu ni hiyo. Nimalizie kusema hivi. Huyo mtumishi alikuwa na kila wakati tukikutana alikuwa ananiambiaga nataka wewe ukue dereva wangu, na hakuwa na gari. Usikubali kudunishwa. Mimi ninawafundisha mambo mengi. Usikubali kudunishwa mpendo. Na mimi ninajithalimisha. Si ununue, alikuwa ananiambilia Haria, sijui nyeusi. Haria nyeusi. Na nilikuwa nashindwa ananiambia nyeusi kwa nini? Kila wakati angetaja nyeusi. Unajua vitu nyeusi za kuopesha wakati. Ananiambia utakuwa dereva wangu wa Haria nyeusi. Na mimi namuuliza utanunua nini? Lakini nakumbuka kuna siku moja alikuwa ameniambia tutaenda Naivasha safari ya siku 3. Unakumbuka Mayoifa? Na akaambia Mayoifa nitayarishie nguo. Na ni Mungu tu aliniokoa. Pengine ningeenda kuingishwa kwa devil worship wakati huo. Alikuwa ameniambia hata nitayarisha twende nitafutiwe mavazi ya siku 3. Twende Naivasha. Na unajua Naivasha ndio kunafanywa kafara kubwa ya devil worshiper kule Naivasha. Tukienda siku 3 tukirudi utakuwa dereva wangu. Hivyo ndivyo alikuwa ananiambia. Wa Haria nyeusi. Na ni Mungu tu anatuokoa. Na hiyo ndio mafuta nataka kukuitishia. Hata wakijaribu kukutega, bado hayo mafuta yana uwezo wa kukutoa kwa mashimo zao. Katika jina takatifu la Yesu. Hata wakijaribu kupanga mipango ya aina gani, bado huyo Mungu anakuokoa kutokana na mipango yao. Na kweli nilikuwa nimeambia my wife anitengenezee mavazi ya siku 3 na ninamwambia nitakuwa dereva. Lakini jambo la kushangaza, wakati Mungu aliniokoa, mimi ndio nilinunua gari mbele. Situmpigie Yesu makofi mazuri. Wengine ambao wanakutishia na wanakuogopesha, uko na ukuku aliko. Wewe andama Mungu. Ngojea majina ya Bwana yako. Haleluya. Hata alishangaa sana kusikia ati nimepata gari. Sasa tukikutana ninasimamisha gari ninamsalimia. Mwenye nilikuwa kwa dereva wake, sasa afadhali ningekuwa namwambia siingie hapa ukue dereva wangu sasa. Juu wewe sasa hujaweza kufikia kile kiwango nimefikia. Na nataka kukuonyesha uzuri wa huyu Mungu wetu. Na wacha nikwambie nikimalizia ya kwamba Mungu atakuwa anakuandama. Sema amen. Huyu Mungu atakuwa anafanya nini? Anakuandama. Hata ukijaribu kuingishwa kwa mashimo, Mungu hatakubali uzame kwa mashimo yao. Na wewe wakati Mungu anakuja kukutembelea, tafadhali jirekebishe na unajirejesha haraka na unakimbia pamoja na neema.
Situmshangilie Baba wa mbinguni kwa makofi mazuri. Na hiyo ndio uzuri wa kumwandama Bwana kupitia kwa mafuta. Hayo mafuta Mungu anayalinda sana. Anayalinda sana. Juu kama mwanadamu wakati mwingine tunakata tamaa, unajikuta umefanya maamuzi mabaya, lakini hayo mafuta yatakuwa yanakuambia hii sio barabara, tufuate hii mpaka tutafika mahali Bwana amekusudia. Naomba usimame juu katika jina la Yesu. Praise and worship team. Katika jina la Yesu. Naomba watu wote, kila mmoja ako na bahasha yake ambaye amekuja nayo siku ya leo ya kujiwakilisha mbele ya Bwana. Tutakuja tuiwekelee kwa haya madhabahu, alafu kisha tutaweza kuleta meza ya Bwana hapo baadaye tumalizie, alafu kisha tuombewe maombi ya pamoja, tukirudi sasa kupata snacks tukienda kule crusade katika jina la Yesu. Nimekufundisha ufunuo mwingi sana vile Mungu atakuwa na kulinda. Hivyo ndivyo Mungu amelinda mafuta yangu. Si kusema wakati mwingine kama mwanadamu ufikagi mahali unasikia kuchoka, lakini hata ukichoka bado kuna neema itakusaidia. Kuna roho wa Bwana ambaye atatumwa kwa sababu ya yale mafuta aje akusaidie. Na huyo roho ndiye alikuwa anatuma malaika hata Yesu akiwa mlimani. Malaika wa Bwana anatumwa kumulinda kwa sababu ya yale mafuta ambaye Baba alikuwa amemweka Yesu. Anamulinda, anampea nguvu hata ya maombi katika jina takatifu la Yesu. Praise and worship team, wakati wanapo tuongoza katika wimbo moja, tutakuwa tunakuja hapa mbele za Bwana, alafu kisha sasa sijui tutatumia formula gani? Yeah? Ama kwanza tukule meza ya Bwana.